Jega Francis kutoka kaunti ya Laikipia, mji wa Nyahururu. Kwangu mimi nasema muungano ambao unafanyika sasa hivi wa serikali na Raila, kwangu mimi sioni tofauti yoyote ama faida yoyote. Maana nimekuja kuona ya kwamba hiyo ni faida ya Raila na watu wake wa ODM. Na tena upande wa serikali wanataka waone ya kwamba wameongeza watu ama wajumbe ambao watawafaidisha kupitisha mswada kule bunge. Lakini kwa maoni ya Wanjiko mashinani, shinda haitabadilika. Na nimeshangaa sana hata kwa Raila kile amefanya leo, maana yeye tunamjua kama mtu wa kupigania demokrasia. Lakini siku ya leo nimeona yeye ako na maono yake tofauti na maono ya watu ambao wanamuunga mkono kwa karibu, lakini sio maono ya wananchi wa Kenya. Nimeona shida tu zitaendelea, maana kama wameungana tupate mandawa katika hospitali, ama wameungana ili mambo hii ambayo inasemekana ya kwamba kuna mambo ya kiangazi, watu hawana mambo pesa za biashara, kama wameungana kwa kusudi la mwananchi, hapo ndio tungepongeza. Lakini kwangu nimeona wameungana kwa sababu yao binafsi, sio sababu ya Wakenya. Kwa majina naitwa David Gitoga, mimi ni mkaaji wa sub-county ya Nyahururu, Laikipia County. Kwa yale mambo tumeona ni kama ya kawaida kwa Raila, kwa sababu tangu Raila aanze kutafuta kiti, alirukia dirisha kwa serikali ya Moi, akarukia kwa serikali ya Kibaki, akarukia kwa Uhuru, tena sasa amerukia hii. Kwa hivyo hii ni kumaanisha yeye atakagi kiti, yeye ni opportunist, akule vizuri, akae mzuri. Lakini sisi tukifikiria tayari anapigania nini ukombozi wa hii nchi ya Kenya, yeye ni bure tu. Hii hakuna muungano inasaidia sisi. Muungano unasaidia watu wanafanya harusi wakati watu wanakufa kwa hospitali. Watu wanafanya harusi wakati hii mnyama anaitwa cha hafanyi kazi. Watu wanafanya harusi wakati watoto shule wanadai pesa na hakuna. Hii ni muungano ya bure tu, lakini Mungu si adhumani. Tutafukuza hawa wakati ya uchaguzi ya 2027. Tutakibisana mpaka huko kwa ziwa. Tutawaachia huko. Mimi naitwa Martin Oduor. I'm a footballer, I'm not a politician. Lakini mimi napenda sana vile wanaongea, inaleta amani kwa nchi yetu ya Kenya, na kila mtu akuwe na imani, kwa sababu mali tuko saa hii, ile pressure ya siasa wa baba akikuwa na rais, hiyo siasa na pressure itakuwa imerudi chini. Hivyo tu baba. Na mambo ya vijana watashughulikia? Mambo ya vijana lazima washughulikiwe, kwa sababu wenye wako shule lazima walipiwe ile fidia yao. Na wale ambao waliuawa ambao hawakuwa na hatia lazima walipiwe fidia yao. So naomba baba akiwa na President Ruto amuhimize ama mueleze ya kwamba nchi wao ipelekwe na maana hiyo. Awe na mtu wa roho ya kusaidia wananchi na mwananchi ambaye hana haki yake. Majina yangu ni Dickson Manyara Mwangi, mwenyekiti wa chama cha ODM kaunti ya Nyandarua. Ningependa kutoa maoni yangu nikiwa kiongozi wa ODM mkaaji wa Nyandarua na Mlima Kenya. Nataka kusema ule mkataba ambao wameita working coalition ni document ya kuonyesha vile watafanya kazi kuanzia sasa mpaka 2027 tukiingia kwa uchaguzi. Hiyo document imetufurahisha, haijaguza mambo ya uchaguzi ya 2027 kwa sababu Ruto ataenda kivyake na sisi tutaenda kivyetu. Ukweli ni kwamba yale mambo ametutajia kama kupigana na corruption, kuinua mambo ya youth, kuempower counties ambazo ndio zinasaidia mwananchi wa kawaida. Hayo mambo tuna imani hayatafanyika yote, lakini ni vizuri wakishirikiana waweke mikakati na wazibe ile mashimo ya kisheria ambayo inatumiwa na waizi na inatumiwa na viongozi wa serikali kugandamiza Mkenya wa kawaida.